Asante sana mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, kama unavyoona nyomi la watu nyuma yangu hapa, tuko katika mji wa Baraka Center, na ni kwenye chumba cha mikutano cha vijana hapa Baraka, ambako Kamanda Amuri William Yakutumba ambaye ni kiongozi wa SNPCC kundi la wazalendo alikuja hapa kwa ajili ya kuongea na vijana kuhusiana na mambo kazi wa kazi yanaendelea sasa na safari yake ambayo ilikwenda kuifanya kule Bibokoboko, kwa kuwa maswali yalikuwa mengi, watu walisema mengi, kila mtu alisema yake kutokana na safari yake ya kuelekea kule, na mjumbe ambaye alikuwa anatokea huko Kinshasa kwa ajili ya kufanya ile tunasema cohabitation pacifique, ile tunasema namna ya kutafuta amani kati ya makabila. Walielekea pamoja na mjumbe ambaye kutoka Kinshasa kwa ajili ya kuongea na jamii zilizoko pale Bibokoboko, na imani kwa leo hapa alikuja kutoa ufafanuzi kuhusiana na mambo kazi wa kazi ambayo inakuwa naleta taharuki kwenye mitandao ya kijamii, na imani kwamba nasi mwanzo hadi mwisho utakwenda kufahamu na kujua kile ambacho Kamanda Amuri William Yakutumba alikwenda kukisema sasa kuhusiana na safari yake ya kwenda Bibokoboko. Mimi ni Safari Almas, nyuma kamera ni Abubakari Saidi. Twende kazi. Jambo sana mwandishi. Leo unapatikana katika mji wa Baraka na kukutana na baadhi ya raia wa eneo tofauti, labda hali yako ilikuwa nini zaidi? Ndio, daire nitabambia kwamba siku ziko nyingi hapa, vile ya Baraka ni vile yangu, na niko siku mingi sana siongee na raia, siongee na jeunesse, na niliona nipate muda huu wa kuongea na jeunesse mambo mbalimbali kuhusu nchi yetu, na zaidi nilipenda pia niwaongeleshe kuhusu mambo ya Bibokoboko, sababu tunashutumiwa mengi kusema watu tulienda Bibokoboko tusa. Nilipenda niwaonyeshe faida ya sisi kwenda Bibokoboko, ile njoo nilipenda kuwaonyesha. Labda faida gani ambayo unaweza kuonesha kwa wewe kuweza kufika katika maeneo ya Bibokoboko? Nilipenda kuwaonyesha kwamba tulienda Bibokoboko sababu tuangalie namna gani ya kujenga amani katika katika tarafa letu la Fizi. Tujenge amani kati ya Bibokoboko na hapa Baraka, watu watembeleane. Ile ndio message nilipenda kuambia watu, tutafuta amani ya watu. Wandugu walikuwa kule yulu milimani, washuke hapa wakuja Leme soko, na wapo wafike pale wawatembelee pale. Ile tu. Siku zilizopita tuliweza kuonesha bayana kwamba kuna kabila Mnyamulenge katika eneo lote la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kabila la Wanyarwanda. Leo ulikuwa pale, ulitembelea kabila gani? Wanyarwanda au Wanyamulenge? Nilitembelea watu wa Bibokoboko, ndio nilitembelea hapa. Mimi siko juu ya kabila hapa, niko kwa ajili ya watu wote. Misio yetu ni raia ya Bibokoboko itembelee hapa, na raia ya hapa itembelee Bibokoboko. Basi labda assurance gani utawekea kwa wale waendesha pikipiki zaidi ambao wanakuwa wanafanya usafiri wa kusafirisha watu eneo? Kiongozi, jambo. Jambo. Ungejitambulisha? Kwa majina naitwa Saidi Wisi Dirija. Ndio. Niko mkaaji wa hapa Baraka, quartier ya Kibonjo ya 3. Asante sana. Kamanda Amuri William Yakutumba alikwenda kuendesha mjadala pamoja na vijana na kutoa ufafanuzi kuhusiana na safari yake ya kwenda kule Bibokoboko, kwa maneno mengi aliweza kusemwa. Wewe umepokeaje mtazamo huu na ufafanuzi ambao aliutoa? Asante. Ni kweli nilikuwa ndani na maneno yote ya Kamanda Amuri William Yakutumba juu ya ufafanuzi ya safari yake pale Bibokoboko ninifuata vizuri. Yeah. Kwa mtazamo wangu mimi naweza sema kama ni vya mzuri. Ni kweli jamadari alituambia kama Bibokoboko ni fasi yetu, ni nchi yetu, na ni lazima sisi kama vile Wakongomani tuna ule uhakika wa kufika pale Bibokoboko, tuwe tunatembelea wale wandugu. Yeah. Na alituambia kama wale wandugu wa Bibokoboko nao wana uhakika wa kufika hapa katika jiji letu ya Baraka, na wanatembea bila tatizo. Kwa mawazo yangu mimi naona kama ni mzuri, haiko vya mubaya. Na unajua kuna kuwa ile hali ambayo inakuwaka kati ya Wanyamulenge na Wabembe. Kweli kweli kwa hatua hiyo ambayo ameanzisha kamanda kwa ajili ya kutafuta amani, unaona kweli kweli itawezekana kwa sisi kuweza kuishi pamoja? Asante. Mimi
kimawazo mimi naona kama vitawezekana. Juu najua hapo zamani sisi ni Wanyamulenge tulikuwa tunatembeleana sana. Wanyamulenge ni wajirani yetu na zamani tulikuwa tunatembeleana sana. Sisi tunaenda Bibokoboko, tunaenda Minembwe na wao wanatoka kule Minembwe wanakuja huko Baraka, sans problem. Sasa hii vita ndio venye tu vingali vinaleta matatizo. Lakini wakati hao walidere wetu wankinaamuri William ya Kutumba kama wanaanza hii kazi ya kusema tukue tunatembeleana sisi na hii kabila ni polepole. Mimi naona kama vitawezekana na amani tena itarejea kama awali. Tunakushukuru. Asante sana. Ndugu jambo. Jambo journalist. Ungejitambulisha? Kwa majina naitwa Mbelo Boniface Daniel. Ndio. Wewe ni baadhi ya wale watu ambao walishiriki hapa katika mazungumzo ambayo aliendesha kamanda Amuri William ya Kutumba. Wewe kwa upande wako umepokea namna gani mazungumzo haya? Kwa upande wangu kibinafsi ni kusema kwamba mambo ya siasa kitu ambacho tulikuwa tunafikiria kwamba kipo nimekuja kuona kwamba sio gisi nilikuwa nafikiria. Kwa sababu mimi mwenyewe kibinafsi nilikuwa na mlaumu. Kivipi sisi tunapigana na Wanyarwanda na huko Malemera wameuana, tena mzee anatoka hapa anaenda ongea na Wanyarwanda, Wanyamulenge na wanaanza tena kuja kufika hapa Baraka na wanafanya biashara vyao hapa. Ile kitu kilikuwa kinanisumbua sana. Kwa ugunduzi ambao nilikwenda kugundua, nimeona kwamba kulikuwa mtego kati ya Wanyarwanda wakuwa sema kwamba wanapenda waprotege minorite yenye nataka si watoto wa Fizi kumaliza. Kumbe sio hivyo. Kumbe wao walikuwa wanapenda kubana tu defense kubale wa minorite, kumbe walikuwa wanapenda tu wao wafanye balkanization. Kwa hiyo shurti ya mzee kwenda kufika kule ikakuwa sasa vile kipengamizi yao na kufanya kwamba waanze toka maeneo fulani ambao wanamiliki. Nikaona kwamba ni jambo ya mzuri sana na ndio kitu nifaidika. Na labda kwa swala hilo ambalo alikwenda kutoa ufafanuzi kuhusiana sasa na safari yake ambayo alielekea kule. Wewe kwa mafikirio yako ama kwa namna ulivyopokea yale maneno uliona kweli yanajenga na alitoa ufafanuzi ambao huenda labda utasaidia? Ndio, kwa yale ambayo ametuambia yamejenga na yameleta mwangaza kwa nunguniko za jamii pamoja na jenese yetu ya Baraka. Hususani na alikuwa wazi akasema kwamba watu waulize ili waweze kujua ukweli unatokea wapi. Na kweli watu wameuliza na tumejua ukweli na hiyo imenifaidisha na kujua mwelekeo ambao tunakwenda kwa sasa. Tunakushukuru. Ndio. Ndugu jambo. Jambo. Ungejitambulisha? Kwa majina naitwa kwa jina la Ebombo Nchingwa Koko. Asante sana. Wewe ni baadhi ya watu ambao walihudhuria mjadala ambao ulikuwa unasimamiwa naye kamanda Amuri William ya Kutumba, na mengi alizungumzwa mle sasa lile jambo la yeye kwenda Bibokoboko kwa ajili ya kutafuta amani kati ya makabila. Wewe kwa upande wako mazungumzo hayo uliyapokea namna gani? Mimi naweza sema kama mimi sikukuwa kwa mazungumzo yote gisi iliisha, lakini nilisikia kidogo nikasikia na nikasema kama ni vizuri sana sababu ye mzee ama wazalendo hawezi enda pembeni vile gisi rais anasema, paka bapate vile rais anasema sababu ni watu wenye wako mgongo ya rais. Na kweli unaona kwa namna hiyo kutakuweza kuwa na amani kati ya makabila kwa mtazamo wako? Sawa, mie kwa mtazamo wangu ni kusema kama sisi binafsi sawa sie Wabembe, juu mimi ni Mbembe, hakuna tatizo, lakini unasikia hivi hii siku tunasikia ile ngambo ya Maremera kule, yule ya Maremera sema balifanya baba M23 baliua batu na ndo ile tatizo. Kumbe benzetu baikale tusikilizane tukue na amani sababu sie bote Bibokoboko ni Fizi, Baraka ni Fizi, Bibokoboko ni groupement ya Mtambala na Baraka ni Mtambala, sie bote tukue na amani. Tunaona kama inaweza kuwa sawa kwa upande wangu. Tunakushukuru. Asante sana. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria,
hata vikundi vya maendeleo. Tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirekta wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.